Saizi ndugu zangu, naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo ningependa niwaelekeze, niwaongoze ni vitu gani vya majini au ni kitu gani unaweza kwenda katika farume za majini au katika tawara za majini ukaenda kuchukua na usimiliki jini moja kwa moja. Lakini kiti hicho kinaweza ukapewa au ukakabidhiwa ambacho tayari kina nguvu ya asili ya majini kikaweza kukusaidia. Wapenzi watazamaji, siku ya leo niko hapa kwa wale ambao wanahitaji utajiri, kwa wale wanaohitaji kupata mafanikio pasipo kumiliki jini. Yaani tunakwenda katika farume za majini au tunawaalika majini moja kwa moja, wanakuja kukukabidhi kifaa ambacho kifaa hicho moja kwa moja kitakuwa kinakuletea mali au kinakuwa unashushiwa mali na majini pasipo wao kuja kwako. Kwa hiyo siku ya leo nikasema niwape mwongozo. Jamani, kuna hichi kifaa. Hii kifaa ni chupa, lakini asili ya chupa hii ni chupa ya majini. Ni chupa ambayo inatoka katika farume za majini, lakini ndani ya chupa hii kuna kitu maalum ambacho kinakuwa kiko humu. Asili ya chupa hii kuna kiumbe maalum ambacho kinakuwa kinaishi ndani ya chupa hii. Sijui mnanielewa wapenzi watazamaji. Utambue majini wanamiliki vitu vingi na majini wako kwa maumbile tofauti tofauti. Kwa hiyo unapokabidhiwa chupa hii kutoka katika utawala wa majini, utambue ni lazima tupeleke sadaka ya majini, na siku ambayo unakabidhiwa chupa hii inakuwa ni siku ya Jumanne. Unakabidhiwa siku ya Jumanne katika utawala wa majini au katika ulimwengu wa majini. Kwa hiyo chupa hii unapokabidhiwa inafungwa na kitambaa cha kijani, inakuwa imefungwa na kitambaa cha kijani, inamaanisha utawala. Lakini pia unaweza ukakabidhiwa chupa hii imefungwa katika umbile lake la kitambaa chekundu, lakini unaweza ukakabidhiwa chupa hii imefungwa katika kitambaa cheupe. Kwa hiyo siku ya leo wale ambao wanahitaji kumiliki mali pasipo kumiliki jini mwenyewe, kwa hiyo tunakwenda kuomba utawala, nguvu za majini. Nguvu za majini, unaweza ukapewa nguvu za majini pasipo kumiliki jini mwenyewe. Kwa hiyo zile nguvu za majini, ule utawala wa majini ambaye jini yule anakuwa anaumiliki na nguvu zake zinakuwa zinawekwa katika utawala huu. Kwa hiyo hichi kitu utakipewa, ukabidhiwa kutoka katika farume za majini, utakwenda nyumbani kwako kama kilivyo, utakwenda utakihifadhi. Utakapokihifadhi ni lazima uweze kuchoma udi ndani ya siku 14 au ubani kwenye chumba chake. Lakini asili ya kitu hiki huwezi kwenda kukiweka chini wapenzi watazamaji. Ni lazima ukaandae zulia. Utaandaa zulia kama hili au zaidi ya hili. Utakwenda kuandaa chumba chako, utaandaa udi kama hizi ukiwa na kitu kama hichi. Utakapoandaa udi kama hizi, utakwenda kuandaa chungu. Chungu au sufuria ya dhahabu. Utakapoandaa kitu hichi kitakaa ndani ya chumba hicho ambacho ndiyo nguvu za majini, na maanisha ndiyo utajiri wako. Utakwenda kuweka katika chumba chako ambacho kila itakapofika mida ya saa 6 usiku utakwenda katika chumba kile, utawasha udi kama hivi. Alafu baada ya hapo kuna maneno ambayo utaelekezwa ya kuzungumza. Basi kitu hicho utakuta mali au utakuta pesa ambazo zitakuwa katika chumba hicho. Kwa hiyo ili kuweza kumiliki mali pasipo kumiliki jini moja kwa moja, ila ukawa na nguvu ya majini ambayo umekabidhiwa katika farume za majini, ambayo unaweza kuwa tajiri kupitia mali za majini, kupitia nguvu za majini pasipo kumiliki jini moja kwa moja. Kwa hiyo kwa wale ambao walisema mimi naogopa nyoka, mimi namuogopa kiumbe, kwa hiyo unaweza ukakabidhiwa kitu kama hichi na ukaenda nacho nyumbani kwako, ukakihifadhi, ukatengeneza mazingira kama ulivyoambiwa. Basi moja kwa moja utakuwa ni mtu mwenye kupata mafanikio kupitia nguvu za majini pasipo kuwa na kiumbe, kumiliki yule kiumbe au yule kiumbe kuishi naye nyumbani au yule kiumbe kuja kwako au kukutana naye. Basi unapewa nguvu za yule kiumbe katika muonekano wa chupa kama hii.
Kwa hiyo wapenzi watazamaji, kwa wale ndugu zangu mnaohitaji kumiliki mali kupitia majini, mnahitaji kumiliki mali kupitia hawa viumbe pasipo kutoa kafara, pasipo kutoa damu ya binadamu kwa aina yote ile, lakini wapenzi watazamaji, mtambue hakuna mafanikio pasipo kugaramika. Njia ni mbili tu, kila siku nawaambia, ugaramike upate mafanikio, au uende katika utawala wa majini mabaya ili utoe kafara. Kwa hiyo huku hakuna kutoa kafara, lakini mtambue ndugu zangu kuna gharama, kwa sababu gharama hiyo lazima tunaposhirikiana na hawa viumbe kuna utaratibu, na ndiyo maana kuna wapo wanaoweza wakafanikiwa na wakaja wakatoa shukrani na tukashirikiana kwenye matambiko na tukashirikiana katika shughuli mbalimbali. Lakini kuna wale sasa ambao hawataki gharama ila pia wanataka kupata mafanikio. Wapenzi ndugu zangu, hamuwezi kupata mafanikio pasipo kugaramika, pasipo kufata utaratibu. Utaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo wewe unahitaji mafanikio, njia ni mbili. Uende katika utajiri ulio salama au uende katika utajiri wenye tabu na mateso, lakini maamuzi na machaguzi ni ya kwako. Naitwa Dr. Mama Kavuma, ni mama wa tiba za asili. Usiache kuwasiliana na mimi kwa namba yangu hiyo hapo, lakini usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Naitwa Dr. Mama Kavuma, ni mama wa tiba za asili. Asanteni na wapenda sana.